Vipi unaniuliza maswali ya nini? Jana wakati natoka nyumbani naenda dukani, kuna mdada nilikutana naye. Nakumbuka siku zile alitukuta pale. Yule mdada ambaye alikuja nje? Huyo. Pale anaanza kunyanzima, sisi tunachukulia mlango. Si kufanyaje ma kile. Alikuwa anakuambia wewe si? Nakwambia. Nakumbuka mimi nataka nipige. Wewe sina nini? Kama unaniona. Singejaribu kitu kama hicho. Ulikuwepo? Mimi nakujua. Ananifuata. Nauliza kosa langu ni nini? Mbona mapenzi yanakuwa hivi? Nampigia simu hajibu tena, lakini online na mwingine anaonekana. Anajua nampenda, lakini anazingua. Moyo wangu kila siku unaumia, na mwingine pia nampenda yeye. Mimi nabaki na maumivu. Njoo kae. Au ulitaka nikutambulishe? Sasa sikiliza. Wewe ndio mtarajiwa wangu na ninaamini ndio pingu yangu ya maisha. Sasa wewe mtarajiwa. Subutu. Ni bora unipige mimi kuliko kumpiga huyu. Hebu toka nje. Kwanza wewe amezoea. Sitaki nikuone kabisa. Huyo mdada huyo. Wewe Mwajuma? Naam. Hebu chukua maji mfute huyo dada. Mambo wazi sana. Unanipenda baba. Ulikuwa uamini? Nilikuwa siamini. Wewe ungeamini. Kwa nini sasa? Kwa nini? Ndio hivyo, changamoto za mapenzi. Okay. Wewe unanipenda? Nakupenda sana. Nakupenda pia. Dada. Unamjua Prince? Namjua. Kivipi? Unamjuaje? Ni Prince kwa kweli. Ni kijana fulani hivi ambaye ninajuana naye tu kwa kumwona. Lakini kusema kweli ananifuatilia sio mara moja sio mara mbili. Na mimi nishamuona kama simtaki na mtu wangu. Mtu wako? Na mtu? Dada. Amba kipuzi mistaki. Yaani huyo Prince nilipokuuliza, kuna jamaa walinikuta wakati niko kule kazini. Walinikuta wakanielekeza kuhusu wewe. Ila mimi niliongea nao tu. Yaani sikutaka. Sawa. Mambo ya kipuuzi mimi simaini. Yaani huko mtaani ninapopita, wewe tu. Wewe tu. Sitaki. Umenielewa dada? Sitaki. Ushawahi kusikia mimi kaka yako unafanya mambo ya kiume? Au ushamjua mimi mtu wangu? Naheshimu. Umenielewa? Nimekuelewa. Hii hali sitaki nirudie. Yaani huko mtaani nikipita, kila mtu ananisimamisha. Kuhusu wewe. Tafadhali nakuomba. Mimi nani wako? Kaka. Kama unaniheshimu, naomba na ndani hiyo hivyo huko mtaani heshima iwepo. Sawa, tumeelewana? Mr. Brian. Wapi mwenzangu? Aha, vipi unaweza ukanitembelea mara moja nyumbani? Nilikuwa na maongezi na wewe kidogo jamaa wangu. Okay. Basi fanya hivyo, mimi nakusubiria basi. Sawa sawa. Hamna shida. Asante sana. Lovers. Shangaa vipi jamaa wangu leo anapiga simu? Mgeni karibu. Asante. Karibu Mr. Bly. Asante jamaa. Mimi najua Mr. Bly bado unaendeleza. Unajua sisi watu kidogo. Mr. Bly. Niambie. Mimi nimekuita mara moja. Yeah. Kuna changamoto moja nimekumbana nayo mzee mwenzangu. Ila
Usijali jamaa, kwa sababu simu yako nilipoipokea nimepokea kwa mashiko makubwa sana, kwa sababu najua ukinipigia una jambo. Ndio maana niko tayari kusikia. Ilipendeza kwamba Mr. Blai kidogo. Suna. Basi haina shida kaka. Ndio mzee mwenzangu. Bwana mimi na changamoto rafiki yangu. Yeah. Nadhani unajua mlongo wangu kuhusu yule msichana. Yeah. Kuhusu yule Salma. Ndio. Salma mimi nimemvumilia kwa muda mwingi, anasoma Kenya mpaka amerudi hapa. Yeah. Ninatamani niwe naye pamoja na nifunge naye pingu za maisha. Ila sasa changamoto iliyokuwepo hapa, kuna mtu ambaye yule Flora, nadhani unamfahamu yule binti. Yeah, yule Flora yule ambaye ulimplaga habari zake za muda ule. Yule binti bwana anaingilia sana uhusiano wetu. Yeah. Yaani nafikia spidi kwamba anafika hata nyumbani kwa bifu. Yeah. Nafikia spidi Salma ananyima uhuru. Yeah. Unaona? Juzi tu hapa amekuja nyumbani. Ana habari. Nilikuta mimi na Salma tumekaa. Basi kawa nataka aanzishe mambo yake bwana. Ila uzuri kwamba yule mimi nilishamwambia ukweli pale mbele ya staff. Na nikamfukuza. Unajua nini bro? Subiri samani kama nakukatisha. Ndio. Unajua haya maisha. Ndio. Alafu kwenye maisha kuna kitu kinaitwa riziki. Ndio. Kama riziki, yani unajua unapochanganya wanawake mara kwa mara, mama umemchukua huyu, mama umemchukua huyu, unajikosesha riziki mwenyewe bila kweli kabisa. Alafu sasa hivi wewe ni mtu mzima. Wewe ni mtu ambaye una pesa zako. Kweli. Ni kama una pesa zako wewe, yani haifai wewe uungamane na vitu vya kishamba kama hivi. Kikubwa ninachokushauri, maana nimechoka sasa hivi kupigiwa simu zangu na kwa nyingi sana. Unaweza kuongea kwa busy kinoma. Ndio maana nimekuita Mr. Blai. Najua unanisaidia kwa mambo mengi, tunasaidiana. Yes. Unajua mimi nataka nikupe mfumo mmoja wa maisha. Kweli? Hivi kwa nini usikae na Salma? Mkaangalia future yenu ya maisha, mkaendeleza maisha yenu. Unajua kuacha huyu unaweza, yaani mimi naona kama ni changamoto. Kikubwa kwa kuwa wewe ulishoniambia kwamba yule mchumba wako ambaye ulinipigiaga simu kanielekeza kuhusu yule Flora. Mimi nitamtafuta Flora, nitajaribu kuzungumza naye. Nitaongea naye, nikishaongea naye nitakuletea mrejesho jinsi tulipofikia. Lakini mimi na imani kwamba nitakusaidia ili ndoa yako endelee kukaa vizuri. Kupenda ndio anakupenda na kukujali, kukusamini na kukuweka moyoni. Dedi, ina maana ulimpenda sana lakini hakukuweka moyoni. Dedi ana mambo mengi. Hata na mimi nilimpenda sana Dedi. Lakini mpaka kwa tukio hilo, kwa kweli amenivunja hata na mimi kwenye moyo wangu. Sidhani kama nitampenda kama mwanzo. Unajua nini mwanangu? Mimi sipendi wewe umie. Sipendi uteseke. Na ndio maana kwamba najitahidi sana unachokipenda wewe na mimi nikipenda hicho, ila kusudi kwamba ufurahi mwanangu. Sasa mama, kwa hiyo unanishauri nini? Maana kama kulia nimelia mpaka sauti ndio hivyo ishaondoka. Naona sauti imekukauka mwanangu. Umekesha. Sababu nilipigiwa simu na kaka yako. Kaniambia na mdogo, mwanao anafanya kazi ya kulia kula huli. Sasa ali afanye kama kawaida tu mwanangu. Wewe fikiria wewe mwenyewe katika nafsi yako. Mchague mwanaume ambaye ni bora kwako, ambaye atakuwa sahihi kwenye maisha yako. Mimi nakuombea kwa Mungu Salma asitoke kichwani kwako. Hao wanawake wengine wanakuja kuangalia maslahi nini. Unajua tulize kichwa chako. Focus na mkeo Salma, biashara zako ziende. Unajua ukifocus kwenye mambo ya wanawake kidogo inakuwa changamoto. Kupata kazi ila ukipata kazi naomba ufanye kazi. Mr. Blai, mimi ndio maana nilikupigia wewe simu. Ndio. Najua siku zote huwezi kuniangusha kwa hili. Ndio. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa ushauri wako.
Na hili pia uliolizungumzia kwamba yule mtu utakutana naye yule Flora, mimi naomba ulifanyie mkazo, sababu unaona pana mtanganyiko sana. Kwa hiyo mimi nakuomba basi nikutoe wewe ufungu yangu kuhusu hilo. Nimefika sehemu yangu, mimi nitamtafuta Flora, nitazungumza naye na mrejesho nitakupa. Nashukuru sana. Usijali sana jamaa wangu, mimi na wewe tumetoka mbali sana. Vitu vyangu vingi vinafeli na kupigia simu, nasimamia mazingira yangu yanakaa sawa. Nashukuru Mr. Brian. Ila baadaye nitakucheki, tutakutana maeneo kidogo. Unajua mimi najua vitu vyako, vitu unapenda sana. Ndio sasa tusipoteze muda, sababu utalia muda ule unampigia simu, kuna kitu fulani nilikuwa nafuatilia. Nikaona niitike wito wako. Nikishaitika wito wako, kama hivi tumezungumza, niendelee kufanya mambo mengi. Sawa, mimi nakuhusu. Lovers sometime. Umefikia wapi vile tulivyozungumza juzi? Yaani kuhusu swala la juzi la mdogo, nimekaa nimefikiria, nimewaza na kuwazua. Nimeona bora tu niwe na Prince, sababu siwezi nikawa na didi mwanaume ambaye mimi nampenda mwenzangu anipendi. Kwa hiyo umechagua uwe na Prince. Ni kweli, sikukatazi. Kama umechagua kama ni bora uwe na Prince, ila uangalie tu kama ni huyo Prince na yeye ana mapenzi ya dhati kushinda huyo Dedi. Sawa. Nikikumbuka alionifanyia Dedi, Subutu, ni bora unipige mimi kuliko kumpiga wewe. Lovers sometime. Lying at feels dizzy. Inaumiza mwanangu. Yaani sio mwanaume kwa kweli. Sio mwanaume kabisa. Achana naye, atakuja kukua. Atakuja kukuumiza mwanangu. Afai hata kukurumagia huyo mwanaume. Umeachwa na Dedi saizi, mimi najua. Wewe tele jinsi mbona unazingua? Huyo mtu wako sisi hatumjui. Bada dada, ukipendwa ujue. Nataka nikupe habari. Habari hizo za ndani, za nje na za nchi. Haya, ongeeni. Kimwa. Vipi shemu lako? Kama kawaida. kama sawa, karibu. Za kuachwa. Na nani? Sina Dedi, nimeshapata habari zako tayari. Watu wale. Sasa sikiliza bwana, nikupe habari. Yule bwana Ali anywe maji na akinywa maji anakuona kwenye glass. Si umeelewa? Muda wote anakuwa anakuandikia nyimbo. Yule jamaa anakupenda bwana. Anakupenda sana. Nilichogundua hapa kitu kimoja. Ukipenda pendeka. Kama upendi basi wewe tafuta sehemu ambayo unapendwa. Yule jamaa anakupenda. Mimi nilichokuja hapa sina mambo mengi. Nipende tu mshikaji wangu. Nitafikiria. Sio utafikiria, kuna vitu vya kufikiria. Yule bosi lakini ana mapenzi ya kweli. Ni kweli. Ila ningependa tu kidogo ungenipa muda nikapata kufikiria. Dede amewahi kukupigia magoti? Hajawahi. Prince amewahi kukupigia magoti? Yeah. Hiyo heshima tosha. Sina mambo mengi. Mwana kulifind, mwana kulipata. Think about it. Mimi naondoka. Lovers sometime. Lying at feels dizzy. Mix wax in for on the mix. Hey, bro.
Amani yangu. Habari yako? Safi. Amani? Kabisa. Kwema kabisa. Kwa majina anaitwa Mr. Bry. Nimeagizwa nije kwako na Mr. Daddy. Mr. Daddy unamfahamu? Yeah. Kama unamfahamu Mr. Daddy, nimeagizwa kuhusiana na ndoa yake inavurugika, sababu ni wewe, na ameshakufuata mara kadhaa, anakuelekeza kuhusu na yeye kama mlishakuwa na mahusiano, aliomba muyavunje, ila bado unakuwa sio muelewa. Akanifuata mimi ili nije kwa ustaarabu nikueleweshe, maana kuna vitu vingine vinahitaji kutumia nguvu. Unanielewa Fola? Nimekufuata ili nikuelekeze kwa uzuri na ustaarabu kabisa, isije tukaja kuyakuza mambo yakawa makubwa. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba na mimi naufikisha huu ujumbe, uachane na Mr. Daddy ili maisha mengine yaendelee. Wewe ni mwanamke mzuri sana, unaweza ukakaa ukatulia chini, wanaume bado wako wengi. Umenielewa? Sawa. Basi asante kwa hiyo. Rafiki waliniambia niachane naye, lakini moyo kagoma kusikia maneno yao. Kila nikitaka kuondoka narudi tena, na kunifanya niamue kumpa nafasi nyingine. Usiku nikikumbuka machozi yananitoka, picha zake bado zipo ndani ya moyo. Niliamini yeye ndiye wa mwisho, kumbe kwa mambo mengine tunamshukuru Mungu yako vizuri. Nishaenda pale kwa binti yule. Ndio. Baada ya kufika pale, nilikuta kuna mtu anazungumza naye, sio mama yake, sio anaeje yule. Nikuta mtu anazungumza naye. Kipindi ulipoenda pale nyumbani? Yeah. Okay. Ikawaje tena? Baada ya kufika pale mzee, tumefika hapa nikapiga voice fulani hivi. Kuta yule mama akanyanyuka kaondoka akatupisha pale. Nikaanza kumwambia wewe, "Za kuachwa." Akaanza kuachwa na nani? Wote kwanza ameachwa. Hapo. Ameachwa na nani tena? Sema habari za kuachwa acha. Nikamwambia baadaye. Issue ipo vipi? Yule dada nishamwelekeza kwamba wewe unamhitaji. Nikamwelekeza vizuri sana. Amesema atafikiria. Ila nikamwambia ukipendwa, pendwa. Usipopendwa, piga chini. Ngoja hapo kwanza. Unasema kwa hiyo atanifikiria. Atakufikiria. Ila pia nilishamuita, "Shem vipi?" Akaniambia. Akakaa akaniambia, "Shem, akupaniki kama ile siku." Anasema, "Shemeji yako nani?" Kwa mzee mimi naamini mambo yameenda vizuri. Sasa hapo I think naona kama wakati wa Mungu fulani unakaribia. Muda sio mwingi. Sema kikubwa muda. Nasipo mimi nashukuru, karibu sana. Nasipo haina noma. Mimi nipo. Wakati wote karibu sana. Haya fresh haina shida. Lover sometime. Mr. Black. Karibu mdogo wangu. Safi amani. Amani. Naona unasukuma bwana. Vipi unaliweza kidogo? Mambo ya kizungu haya, hakuna mtu ambaye anashindwa haya. Au sio? Kama unaruka kabisa, au unasema. Unagusa kidogo mjama wangu. Unagusa baba. Hamna shida. Au unasemaje? Sasa, ngoja bwana kufanya mpango kwanza kinywaji kidogo. Ndio. Mr. Kapingo. Niletea kwanza kijana wangu hapa kinywaji kidogo. Nisikumie kete. Huyu ndo Mr. Kapingo. Yaani hapa na Mr. Kapingo. Amani kabisa. Nitakuwa nakutafuna kisaikolojia kidogo. Nimekubali bosi. Sasa bosi wangu. Ndio. Lile swala la siku zile ambalo mlipanga kuhusu ule manzi ambaye anakusumbua. Ndio. Nimemfuata, nimezungumza naye. Kama muelewa, nadhani atakuwa ameshanielewa. Mimi nataka nielewe bwana. Mimi nitafanya kila nitakapofanya. Ndio. Ili mradi tu yule mwanamke asikusumbue tena. Umeelewana kaka? Sawa. Naona umepeleka Mr. Drive. Si vitu vyangu hivi. Au si? Wewe unanikimbiaga wewe. Kimbia wapi baba? Marafiki waliniambia niachane naye, lakini moyo kagoma kusikia maneno yao. Kila nikitaka kuondoka narudi tena,
na kunifanya niamue kumpa nafasi nyingine. Usiku nikikumbuka chungwa ile hapa mteja, karibu sana mteja. Machungwa. Haya tena ndugu mteja, chungwa lina unataka mangapi? Sogea hapa, unataka mangapi? Nataka matano. Nataka aliyoiva sana, si ndio? Wamekutuma nyumbani, si ndio? Nenda kaambia wanauza matatu 500, unasikia? Kuliko kunyumiza kila siku kimya kimya. Mapenzi ya lazima hayawezekani, lakini moyo wangu bado unamtafuta. Anajua nampenda, lakini anazingua. Kila siku majeraha yanaongezeka, na mwingine pia nampenda yeye. Mimi nabaki na huzuni moyoni. While you're not films easy, it's waxing for love is pain.